Misri, walikuwa ni watumwa pale Misri. Kuna mtu ambaye hajasikia habari za wana wa Israeli? Basi nyinyi wote mna taarifa. Swali ni hili: wana wa Israeli walikaa Misri, ni kweli? Na walikuwa Misri wakiwa watumwa. Sasa walikuwa watumwa huko Misri kwa miaka mingapi? Walikuwa watumwa huko Misri kwa miaka mingapi? A, miaka 300. B, miaka 400. C, miaka 500. Wanaosema A 300, hamna. 400, 500. Haya, kwa hivyo mmesema ya kwamba walikuwa watumwa miaka 400. Swali la pili, wana wa Israeli waliishi Misri miaka mingapi? Waliishi Misri miaka mingapi? Waliishi Misri miaka 330. Waliishi Misri miaka 430. Waliishi Misri miaka 530. Wanaosema ni A 330, hakuna. Wanaosema waliishi Misri miaka 430. 530. Haya, asante sana. Leo mumepata wote. Bwana awabariki sana. Hebu tusome. Ninapenda kuwapatia mafungu ili utakuja kuyatumia baadaye. Kitabu ni cha Mwanzo 15. Mwanzo 15, soma nami fungu lile la 13. Mwanzo 15 fungu la 13, anasema Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. So 400 ndio ilikuwa ni miaka ya mateso. Haya, soma pia katika kitabu cha Kutoka. Kutoka ni 12. Kutoka ni 12, fungu lake ni la 44. Kutoka 12 fungu lake ni la 40, anasema basi wana wa Israeli kukaa kwao, maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. Ilikuwa mwisho wa miaka hiyo 430, ilikuwa siku ile ya kwamba majeshi yote ya Bwana yalitoka nchi ya Misri. Najua mmoja atajiuliza, mbona tuna hiyo mara mbili? Kuna miaka 430 na kuna miaka 400. Ni gani iko sawa, ni gani sio sawa? Yote iko sawa, yote ni sawa. Walikaa Misri miaka 30 bila shida, wakiwa sio watumwa. Wakati Yusufu alikuwa ni governor, they enjoyed kuwa Misri for 30 years, miaka 30 wakiwa sio watumwa. Lakini wakati Yusufu amekufa, yule Firauni aliingia akawafanya watumwa miaka 400. Ndio unaona ya kwamba utumwa miaka 400, lakini kwa ujumla wa kukaa pale Misri ni miaka 430. Kwa hivyo ukisoma kwa Biblia usichanganyikiwe, ujue miaka 430 ni miaka yote waliishi wakiwa Misri, ya uzuri na ubaya. Lakini miaka 400 ndio ilikuwa ni ya utumwa, waliteseka pale Misri. Siku ya leo tunaingia kitabu cha Ufunuo. Ufunuo ni 7. Tunaingia kitabu cha Ufunuo 7 na tunaangalia kuhusu malaika ambaye alinena. Kuna malaika ambaye aliyenena. Malaika alinena akatangaza na akasema hivi. Ufunuo ni 7 fungu lile la kwanza. Kumbukeni ya kwamba jana tuliangalia kitabu cha Ufunuo 6. Tuliangalia kitabu cha Ufunuo 6 na tukaona zile mihuri au ile mihuri 7,
na muhuri wa 6 ulipofunguliwa, kukawa na mwezi ukawa damu, jua likawa giza, nyota zimeanguka, tetemeko la ardhi, watu wanakimbia, mbingu zinakuja kama ukurasa, Yesu anarudi. Hizi ni last day event. Hizi ni tokeo ambazo zitakuwa za mwisho, na wakati huo ndio watalilia milima iwaangukia iwasitiri uso wa Yesu Kristo. Na swali likaulizwa katika fungu la 17, likauliza likasema, kama kwa kuwa siku hii kuu imefika, siku ya hasira ya ghadhabu imefika, ni nani atakayeweza kuistahimili? Kwa hivyo swali lilipoulizwa, hakukufunguliwa muhuri wa 7 mpaka hilo swali lijibiwe. Ndio tuna Ufunuo 7. Ufunuo 7 was not a part of the seal. Ufunuo 7 haikuwa laini, haikuwa sehemu ya ile mihuri 7. Hii inaingia tu kama commercial break. Hii inaingia tu, inawekwa hapo, inaitwa tangazo la biashara. Wewe ulikuwa tu na chill, unasikiza tu taarifa, boom, unasikia tangazo la biashara. Kiingereza inatumia jina parenthesis, inawekwa katikati ili i-accommodate something. Na kile inaruhusu kuelewa au kujibu swali la Ufunuo 6 fungu la 17. Kwa hivyo swali linauliza, ni nani atakayestahimili? Kwa hivyo fungu la 7, sura ya 7 inajibu hilo swali, ni nani, na inasema ni huyu. Sikia sasa, kitabu ni Ufunuo 7 fungu la 1 linasema, baada ya hayo nikaona malaika 4 wamesimama katika pembe 4 za nchi, wakizizuia pepo 4 za nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri wa Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika 4 waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu ya waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli, watu 144,000. Swali limeulizwa, ni nani atakayestahimili? Ni nani atakayeweza kusimama? Na jibu limetokea ya kwamba kuna yule atakayesimama. Kuna wale watakaosimama na watakuwa wametiwa muhuri katika vipaji vya nyuso zao. Kuna wale wanawekwa muhuri, kwa Kiingereza tunasema the seal, sealing, kuwekwa muhuri kwa watu wa Mungu siku za mwisho. Hao ndio watakaoweza kusimama. Malaika ameonekana akiruka katikati ya anga, na akapiga kelele, na akawapigia kelele malaika 4 ambao wameshikilia pepo 4 za nchi, pepo 4 za dunia, washikilie upepo. Dunia ina pembe 4, kwa hivyo ameshikilia hao malaika 4. Kuna kaskazini, kuna kusini, kuna magharibi na kuna mashariki, wameshikilia. Kuna north, kuna east, kuna west, kuna south. Hiyo ndio hiyo magharibi na mashariki, kaskazini na kusini kwa Kiingereza. North, east, west na south. Wakati unaingia katika redio au unaingia katika TV, wakati unafungulia TV au redio uweze kusikia, unasikia taarifa ya habari, unasikia matangazo, unasikia news, inaitwa news. Tunasikia news ya saa 1, news ya saa 3, news ya saa 7, tunasikia news
matangazo, tunasikia habari. Na hii habari huwa tunasikia kwa redio au kwa TV, huwa imetoka katika pembe hizo 4 za nchi. Tunasikia habari kutoka magharibi, habari kutoka mashariki, habari kutoka kaskazini, habari kutoka kusini. Inatoka huko, inaisikika kwako. Habari. Ukisoma Biblia pia kuna habari inaitwa habari njema. Sasa habari njema haitokei kaskazini, kusini, magharibi, mashariki. Hapana, haitokei north, east, west and south. Hakuna habari njema itatoka north, east and west and south. Habari ile tunasikia ni za vita za hapa duniani, ni mbaya, ndio tunasikia. Lakini kuna habari njema. Sasa habari njema inatoka mbinguni. Habari njema hutoka mbinguni na inaenda kwa hizo sehemu. Natumai unaelewa tofauti. Habari hapa duniani ile unasikia hutoka kwa hizo pembe 4 unaisikia. Lakini habari njema hutoka juu inapelekwa kwa hizo pembe 4. Ndio Yesu anasema endeni kote ulimwenguni mukapeleke hii habari. So habari njema inaenda north, habari njema inaenda east, habari njema inaenda west, habari njema inaenda south. Habari ya radio, international news, world news za nchi yetu tunazisikia kutoka north, east, west and south. Ndio unasikia inaitwa news. News ni N-E-W-S. North, east, west na south. Hiyo ndio unasikia inaitwa news. Ukisikia news lazima ihusishe hizo pembe 4. Sasa malaika, wakati malaika amekuja anasema msiruhusu pepo zivume kutoka kila pembe. Hizi pepo katika Biblia, unaposoma katika Biblia usikie pepo. Pepo sio pepo ile ya mashetani, upepo. Sawa sawa. Kwa hivyo wakati tunaongea kuhusu upepo, unaposikia upepo ambazo ni hizo pepo 4, inazungumzia kuhusu strife, vita, shida nyingi, matatizo. Na ukisoma kitabu cha Danieli 7, utasikia Danieli anasema katika ile bahari kuu kukatokea pepo na kukatokea wanyama. After the wind kunatokea wanyama. Ni baada ya vita falme zinasimamishwa. Yeremia anasema ya kwamba pepo zitavuma duniani. Ni vita, machafuko, shida na matatizo. Wakati malaika huyu anasema msiruhusu pepo zivume, ni ya kwamba hold on, shikilia kidogo, kwa sababu hakuna mambo yanafanyika duniani bila Mungu kuruhusu. Kwa hivyo wakati unaona kuna vita hata kia dunia, Mungu anaelewa. Malaika wanaachiria tu, watu wanalimana kidogo, inafunga kidogo, wanalimana, inafunga. Ndio unaona wakati pale Sodoma na Gomora walipoasi, Mungu alikuja na akaambia huyu Ibrahimu ya kwamba nitaangamiza ile mji nitaangamiza ile. Hiyo ni Mwanzo 18. Na ukifika 19 moto unaanguka kutoka juu, lakini kuna malaika wawili wako katika nyumba ya Lutu. Mmoja akashika mzee, mwingine mmoja akashika mama na Lutu na mke wake, na mwingine wasichana wawili, wale binti wawili, awatoe katika nchi ya Sodoma. Mungu huruhusu. Kwa hivyo siku za mwisho Mungu anasema kabla ya vita vya dunia, kabla ya taabu zitakazokuba dunia, malaika wameambiwa shikilia pepo, shikilia hizo, musithuru nchi, musithuru miti, musithuru bahari, musithuru, muache iwe na amani, ili tumalize kazi ya pekee, kazi ya kuweka muhuri katika vipaji vya nyuso za watu wa Mungu. Watu wengi kwa sababu ya kusoma Ufunuo 13 tunaogopa kuwekwa kitu katika vipaji vya nyuso zetu, sababu tunajua kwamba alama ya mnyama itawekwa katika vipaji vya nyuso zetu. 666 katika vipaji vya nyuso zetu. Kwa hivyo ukisikia wewe hivyo unasema hautaki kuwekwa chochote kwa uso,
Hebu nikwambie, nyakati za mwisho kabla Yesu hajarudi, kila mtu atawekwa kitu kwa uso. Kila mtu, watu wa Mungu, watu wasio wa Mungu, lazima utawekwa kitu, aidha alama ya mnyama au muhuri wa Mungu, lakini itawekwa. Sasa swali tunataka kujiuliza siku ya leo ni hili: huu muhuri wa Mungu ni nini? Hii ambayo inayosemekana ni muhuri wa Mungu, what is this seal of God? Huu muhuri ni nini? Amesema ya kwamba watu waliwekwa, na hawa watu waliwekwa ni watu 144,000. Sikia vile anavyosema: wa kutoka katika kabila ya Yuda 12,000, Ruben 12,000, kabila Gadi 12,000. Kila kabila pale, ukienda mpaka fungu la 8, anasema kila kabila walipatikana 12,000, 12,000 kutoka kwa kila kabila. Tunaposoma hili tunajiuliza, hii ni, is this a literal number? Je, hii namba 1144 ni namba ambayo ni hakika utaenda ukute hawa watu ambao ndio hawa wao ndio waliwekwa, au namna gani? Hao 144,000 ni namba ambayo inawakilisha, is a symbolic number. Kwa nini nasema is a symbolic number? Nitakupatia sababu mbili. Sababu ya kwanza, katika Biblia ukisoma kitabu cha Mwanzo, usome kitabu cha Ezekieli, unapata list ya hawa wana Yakobo, wana Israeli. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 49, hata usome 30, ukianza 30 uende mpaka 31, wakati watoto wanazaliwa wote, utapata vile ambavyo wametajwa, kuanzia na Lea. Lea ndiye alikuwa mama yao Israeli kwanza. Tunajua historia yao wakati Yakobo amekaa kwa Laban. Mnakumbuka vile kilifanyika? Hebu kwa wale ambao hawajasikia hii hadithi, acha niwaambie tu kwa muktasari. Kuna mzee aliitwa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka. Isaka akamzaa Esau na Yakobo, mapacha. Mama yao aliitwa Rebeka. Lakini hawa vijana wawili walikuwa tofauti. Kijana mmoja alipenda kukaa na mama jikoni, kijana mwingine ni wa baba, alikuwa anapenda kuwinda. Kwa hivyo baba alimpenda. Baba alimpenda sana, maana huyu kijana anamletea kanyama, anamtengenezea kanyama vizuri, anachoma. Mzee alifurahia sana. Alipenda hii nyumba ya Isaka ilikuwa na shida mingi. Unasema kwako kuna shida, kwa Isaka kulikuwa na shida. Hiyo nyumba ilipasuka 50%. Kama kuna nyumba ambayo ilikuwa imeharibika ni ya Isaka. Usifikiriange yako ni mbaya, hata we ni afadhali. Uko na watoto 3 na unawapenda tu, hata kama upendi wote the same. Si ndio? Hata upendi wote, ni vile huambiangi, lakini unaona kwanza haka katakuwa kamukora. Haka roho yako haiko kwa huyu sana, huyu atakuwa mukora. Haendi hata kanisa. Kwa hivyo kuna yule ambao unapenda sana, iko hivyo tu, lakini hujaharibika sana kama Isaac. Unajua Isaac yeye mwenyewe hadi siku yake ya kifo na macho imepotea, anakufa, aliita kijana, hakuita mama. Hakuambia mama. Hapa tumefundishwa mambo ya family life. Hata jana tuliambiwa ukipanga mambo ambia bwana yako. Simunakumbuka tukufundishwa hapa, ati uite umwambie usinunue gari kama hujaambia mume wako, usijenge nyumba. Hiyo tulifundishwa hapa, na tuna shida, tutafanya hivyo mwalimu. Na sikuambiwa si yote, si ati unataka kununua soda, ukikutana na pasta unataka kununua soda ati uite mke, si yote. Mwalimu alituambia vitu kubwa ile unaona itatuletea giza, na ni sawa. Sasa kwa Isaka mwenyewe anakufa, macho hakuna macho. Akaita kijana anaitwa Esau, njoo. Anajua anakufa. Isaac is dying, anakufa kabisa. Atakufa sijui lini, kesho kutwa, sijui ni next week. Akaona kabla sijakuja, njoo nikubariki. Uzuri ni kwamba hawakuwa wanakaa nyumba za mawe, ilikuwa ni tent, hema. Kwa hivyo ukiongea hapa inatoka, you don't need a speaker, itatoka. Na mke alikuwa tu hapo tu karibu tu, na Isaka haelewi. Akaita kijana, njoo. Akamwambia ninataka kukubariki, maana siku zangu za kuisha zimefika. Sasa enda uwinde tu,
Alafu nitengeneze, si unajua ile mimi napendanga tengeneza, nikule, nikubariki. Kwa sababu hakuna mibaraka bure. Hauwezi ukabarikiwa kama baba hakuli au mama hakuli. Usifikirie wewe hulisi baba yako na mama yako unangoja mibaraka, utakula. No, utapata. Lazima akule, maana mibaraka inakujanga na chakula. Hata Mungu anasema unibariki, lete zaka na sadaka na mimi nitakubariki. Lazima kuwe na kitu mtu anakula. So Isaka akasema nikule. Mama akasikia. Mama akasikia. Mzee anafikiria ati hii message ni coded. Wapi? Usicheze na mama. Wa mama. Kai. Huyu akaenda, kijana ameenda kutafuta nyama ya mzee. Mama akaita ka kijana Yakobo. Alipendanga Yakobo. Angalia, baba ni wa kijana, Esau ni wa baba. Yakobo ni ka kijana ya mama. Unajua ni kwa nini mama alikapenda? Maana kana mzunguka tu hapa kitchen kila wakati. Leta hiyo kikombe, leta hiyo sufuria. Hebu leta hii maji. Leta tupike kachai. Baba, hebu leta hiyo chumvi. Baba, hebu kako hapa. Hata mama akiona ka kijana akushinda unatuma si utakapenda tu. Maana kanatii, kanauza vyombo, kako hapa, kanazungukanga mama. Na Isaka hapendi haka katoto kwa sababu hakajui kwenda kutafuta kama wanaume. Kanazida hapa na mama yake hapa. Kanazida na mama. Na mama anasikilia haka kijana. Sasa amesikia kuna yule anabarikiwa. Kwa hivyo akakamwambia, sikia, nenda ulete kakoto nikuonyeshe leo. Nenda ulete kakoto. Kakaleta, ambiwa chinja. Anasema hapana mama, siwezi. Hapana, lete mama, chwa. Sikia hii. Tukarange. Mama anajua test ya mzee. Mama anajua ni nini mzee atakula, sikia, rambe vidole. Akatengeneza mchuzi, akamwambia, sikia, utapeleka hii kwa baba yako. Upeleke, akule, akubariki. Unasikia? Mama, si atajua mimi si Esau. Akamwambia usijali. Ngozi, ile ngozi ya mnyama akafunika yeye. Sikijana, maana Esau alijaa manyoya mwili yote. Ni kama mnyama ingine iko kwa nyumba. Yeye akamvalishwa hiyo ngozi. Kaambia sasa ukienda uwe ni wewe Esau. Unasikia Don't let me down. Unasikia my boy? My boy. Baba, usini let down. Sawa? Mama. Jama ya mama. Ni nani anadanganyanga mzee ambaye ni kipofu? Yaani hata kama utadanganya kipofu. Yaani kipofu tena anakaribia kufa. Hata kama utadanganya akikaribia kufa na anakufa next week. Si ungoje tu aende kwa amani, maana atakufa tu. Mama hakungojea. Kijana akaja kwa baba. Nimekuja. Nimeleta. Kwani leo umekuja haraka aje? Mungu alikuwa pamoja nami. Na huyu Mungu leo amekuja haraka, alinibariki. Akaleta nikule. Azama umekuja umeleta, umepata kila Bona ninasikia. Hebu kuja hapa. Akagusa. Akasema baba ni mimi. Akasema mwili ni wa Esau, lakini sauti ni ya Yakobo. Ni mimi baba. Sawa. Akabariki ka kijana mibaraka. Alimwaga yote. Unajua ile kufungulia? Akafungulia mfereji ya mibaraka. Akabariki ka kijana na akatoka. Punde alipotoka, Esau naye amekuja, amejiharakisha, anakuja, anasema hey mzee, baba nimekuja. Nani? Esau. Si umetoka tu hapa saa hii? Anasema hiyo kikaumana hiyo. Sawa. So that was story. Enda usome. Utaisoma hiyo katika kitabu cha Mwanzo. Sasa wakati Esau alipogundua mibaraka yote imeenda na ndugu yake Yakobo, akaapa, akasema tukimaliza kuzika dadi, tukimaliza kuzika baba, nitakuua. I'll kill you. Takuua. Mama akasikia hiyo tena. Hata hiyo alisikia. Wanasikianga kila kitu. Hakuna kitu hawasikiangi baba. Hata wakati umelala hiyo unangorota, unafikiri mumelala wote, utasikia. Umesema nini? Umetaja nani? Hebu amuka. Na mlikuwa mumelala wote. Hawalalangi. Lakini wapo wanalala. Sasa akasikia. Akaita Yakobo, akamwambia, enda hama uende mpaka Haran. Enda kwa my brother's house, enda kwa nyumba ya ndugu yangu, enda kwa mjomba yako, enda kwa uncle. Sababu sitaki mimi kuzika watu wawili. Niko tayari kuzika mzee, lakini wa pili siko tayari. Na unajua Rebeka ataenda mbinguni by the way. Na kama Rebeka ataenda mbinguni, hata mke wangu ataenda. Hapo ninasemanga mke wangu si mbaya kama huyu. Sijaona amefikia hiyo level. Kama huyu ataenda na akikosa kwenda nitauliza Mungu, kama
Rebeka ameingia huko. Na hata wewe najua utaenda. Utakosa kwenda na hujafikia hiyo. Hata kama upendi bwana yako sana, huwezi ukafanya hivi tu. Kwa namna gani my friend? Hawezi. Sasa utakosaje mbinguni kama Rebeka ataenda? Isaka kama Isaka ataenda, hata mimi wacha niwaambie, mtanikuta huko. Siwezi nikakosa. Wale wanaenda mbinguni si watu wazuri, ni wale wabaya waliobadilishwa wakawa wazuri. Kwa hivyo useme ati huendi, hapa hakuna mtu tunaacha nyuma, tunaenda wote. Huyu Yakobo akatoroka, ameenda. Alipokuwa njiani akarara siku moja, alipoamuka alikashikwa na mtu, akapatwa na adui. Walimenyana usiku yote. Akauliza, wewe uko na nguvu sana bwana, umetoka wapi wewe bwana? Akasema yeye ni Mungu, na Mungu akasema, Yakobo uko na nguvu, na akambadilishia jina, akamuita nani? Israeli. Akamwambia kutoka leo si muongo, maana kalikuwa kaongo tu, kaongo. Unajua unaweza itwa muongo mpaka unashangaa. Ni kama kwetu nchi ya Kenya kuna mtu anaitwa muongo, kaongo, kasongo, kila mahali unasikia, kila mahali you know. Sasa huyu Yakobo Mungu akambadilisha. Ameenda kwa anko, ako kwa anko sasa. Amekaa kwa anko. Lakini wakati alipofika kukawa kuna mjadala na baba na anko yake. Ya anko amekubali kupokea mtoto nephew yake, mtoto ya sister yake. Wanakaa hapa. Akamwambia, ukikaa utataka nikupatie nini? Wanaongea mshahara. Kijana anataka alipwe pesa. Unajua baba yake badala ya kusema atamlipa pesa, akamwambia nitakupatia msichana. Kijana naye amemulika hapo, akaona kuna kasichana karembo tu kwa hapa, karembo tu kanaitwa Rakeli. Akasema ni sawa. Wakakubaliana na anko. Ni Rakeli. Anko ni sawa? Nani? Rachel. Rakeli. Akaambiwa nitakupatia lakini si bure. Utafanya kazi miaka 7. Biblia inasema hiyo miaka ilienda haraka sana. Akingoja siku harusi ikafika, walikuwa wanafanya harusi kama masaa ya jioni, na wao wanavaa mabuibui, kwa hivyo ni macho tu unaona. Sasa wewe umemaster vile size yake, height yake anatoshanaje. Wakapanga laini, akapewa. Alipopewa huyu msichana akaenda. Asubuhi vile tu naamuka, hujatoka kwa kitanda, unajinyoosha, umeamuka kajinyoosha, kijana kasupavu tu. Kakapinduka, kakaangalia mrembo amelala hapa, naye mrembo akaangalia, wakakutana macho, akasema kwani nilipata gani? Alipewa the wrong one. Akaamuka kukuta anko. Kile huyu kijana hakujua ni kwamba anko yake alikuwa Mkenya. Anko huyu ni Mkenya. Ni Mkenya kwa sababu ukienda Kenya ununue vitu sio hapa kwenu, ukinunua ukipewa receipt pale chini kabisa, laini ya mwisho kwa receipt inasemanga things once sold cannot be returned. Ukinunua utoke kwa duka hivi, usirudi hapa, huwezi ukarudisha. Huyu raba ni alikuwa wa hiyo nchi ya Kenya. Alikuwa amesema ukichukua msichana huwezi ukarudisha. Huyu kijana akaenda kwa anko, ulinipatia ile mbaya. Akaulizwa, ulipata ile mbaya, umefungua, did you open the package? Ulifungua package? Akasema basi sasa kama umefungua huwezi ukarudisha. Kama huko umeguza ungerudisha, lakini sasa you cannot. Sasa kile utafanya, huyu unataka miaka ingine 7. Kakafanya kazi tena miaka ingine 7. Na ilienda haraka sana, akapewa. Sasa ameenda hapo na wake wawili. Kalidanganya baba yake, kakadanganywa, kwa sababu what goes around comes around. Vile ulidanganya baba, sasa umedanganywa tena, umepata wake wawili. Na unajua hakuwa ameplani wake wawili kusema ukweli, lakini lazima angeweka. Na akaambiwa utakaa na Lea, urudishi. Akakaa na Lea. Siku ikafika sasa anataka kuondoka. Akaambiwa hapana, ili upate mali hapa miaka ingine 7. Alifanya miaka ingine 6 hapa. Ndio akatoka, hata alitoroka. Hawakuagana, ati wakafanya sherehe, kalitoroka. Na wakaenda. Hawa wakina wasichana Lea na Rachel wako na wasichana wa kazi, mmoja Bilha, mwingine Zilpa. Walipoenda wamepata watoto, watapata watoto. Lakini Biblia inasema wakati Mungu alipoona Rachel au Rakeli anapendwa kuliko Lea, au alipojua ya kwamba Lea hapendwi, akafunga tumbo la huyu Rachel.
hapati watoto, akawa tasa. Ndio huyu Yakobo ameenda kwa Lea, akapata mtoto ya kwanza Ruben. Akaenda ya pili, akapata Simeon. Akaenda ya tatu, akapata Lawi. Akaenda ya nne, amepata Yuda. Na kila wakati akienda kwa Rachel, hakuna. Rachel akaangalia, akaona sasa hapa itakuwaje. Akachukua msichana wake wa kazi, akapatia mzee ili amzalie mtoto. Bilha akazaa. Yakobo akarudi kwa Lea, mtoto. Akarudi kwa Bilha, mtoto. Kwa Rachel hakuna. Lea akagundua kumbe ulipoa mtendakazi wa yule, naye akachukua yake inaitwa Zilpa, akapatia mzee. Mzee ameenda hapo na wake wanne. Just like that. Ameenda hapo wake sasa ni wanne. Anaenda kwa huyu anapata, anapata kwa huyu anapata, anapata kwa huyu anapata. Akienda kwa Rachel hakuna. Anaenda tena kwa Lea, mtoto. Bilha mtoto, Zilpa mtoto. Lea Rachel hakuna. Walikaa mpaka amefika watoto 10, ndio Rachel anajifungua mtoto anaitwa Yusufu. Na Yusufu sasa ndiye anakuja kwenda kule Misri. Akiwa Misri ndio mama yake tena anajifungua na Benjamin. Sasa hao watoto ndio wanaitwa wana wa Israeli. Israeli ni Yakobo, jina aliyobadilishwa akiwa pale jangwani na Mungu, na Israeli inamaanisha ushindi. Lakini ukisoma katika Biblia utakuja kuona ya kwamba jina la Yakobo na Israeli linatumika interchangeably. Kuna wakati anaitwa Yakobo, kuna wakati anaitwa Israeli. Yakobo, Israeli inaendelea tu mpaka mwisho. Lakini tukimaliza kitabu cha Ufunuo ni wana wa Israeli. Sasa hawa wana ambao unasikia hao nimekuambia wanakuja kubarikiwa katika Mwanzo 49, wao ni hao 12. Lakini ukisoma listi ya Ufunuo unakuja kuona mipango wake ni tofauti, kwa sababu listi yoyote unayopata katika Biblia wanaanza kuitwa Ruben, wanaanza na Ruben. Lakini hii ya Ufunuo inaanza na Yuda. Yuda ambayo ilikuwa ni kabila ya uongozi. Yuda ambaye ndiye ni raini ya Yesu, anaitwa simba wa kabila la Yuda. Kwa hivyo hawa tunapoona katika kitabu cha Ufunuo is a symbolic number. Jambo la kwanza nimekuambia, ile inafanya usichukue hii namba vile ilivyo ya kwamba ni literal number, ni kwa sababu ya mpangilio wake, is a different list. Sababu ya pili ni kwa sababu ukisoma hiyo fungu pale chini, ukifika fungu la 6 pale mwisho, inasema na wakabila wa Manase 12. Manase hakuwa mtoto wa Yakobo. Manase alikuwa ni mtoto wa Yusufu. Yusufu akiwa Misri alipata watoto wawili. Mmoja anaitwa Manase na mwingine anaitwa Efraim. Na wakati wanakuja kubarikiwa na baba yao, kwa sababu Yakobo alikuja Misri, wakati anabariki watoto wa Yusufu, hata mikono walipitisha hivi. Yule walikuwa kushoto akapewa ya kulia, na ya kulia akapewa ya kushoto, wakachinjiwa hivyo na baba yao huyu Yakobo. Yakobo wasn't a joke. Anyhow, huyu sasa Manase akachukuliwa, amewekwa kwa hii list ya Ufunuo. Kama amewekwa kwa hii list ya Ufunuo, inamaanisha kuna mtu alitolewa, kuna mmoja ametolewa pale katika ile orodha ili Manase aweze kuwako. So Yusufu na Manase wako katika hiyo list. Kwa hivyo kwa sababu ya wingi hapo wa Manase, basi haiwezi ukawaita wote ni watoto wa Yakobo, maana Manase ni wa Yusufu. Na pia ukiangalia kitu, nikupatie tena sababu nyingine ya tatu. Leo hii ukienda katika Waisraeli, uende Israel, hayo makabila 12 hautawapata. Hutapata Iskari, hutapata Manase, hautapata Efraim, hutapata Gad, hautapata Zabulon, hautawapata. Waliisha. Na pia ilifika wakati hawa makabila 12 wakagawanyikana. Kukawa kuna juu ambao ni Israeli ya kaskazini, na kuna ya chini. Na ya chini inakuwa na wale Levi na Benjamin na Juda. Benjamin na Juda. Wale 10 walibaki na walikuja wakachukuliwa na serikali inaitwa ya Assyrians, Washuru. Walikuja wakawateka. Walipowateka wakazaana, na walipozaana wakatoa kabila lingine ambalo linaitwa Wasamaria. Na ndio unawaona katika Yohana 4 ambao tutaona siku ya Sabato. Yohana 4 inazungumzia kuhusu mwanamke Msamaria, lakini Yesu alipitia Samaria hata ingawa hawakuwa wanapitia pale Samaria.
Kwa hivyo hawa makabila waliisha. Hata hao wengine wawili ambao wako Juda na Benjamini, hata waliporudi wakati wa Nehemia na Zerubabeli na Ezra, pia walikuja wakaisha, hawako. Huwezi ukapata the DNA yao, huwezi ukaipata. Hiyo ndio sababu unaona huwezi ukachukua 144,000 ikiwa ya kwamba ni hiyo literal number, hautapata pure number. Lakini wao ni wale ambao watakuwa, nitakuja nikimalizia nitakupatia wimbo ambao wanaoimba, lakini kwa sasa wanawekwa muhuri. Sasa muhuri huu ni nini? Huu muhuri ambao unawekwa watu ni nini? Muhuri huu ambao unawekwa, ningetaka nikupatie mafungu machache kidogo ambao inazungumzia muhuri, ili au ni kama unaandika andika tu, kwa sababu pia muda hatuna. Andika kitabu cha Mwanzo, uandike kitabu cha Mwanzo 41 fungu la 42. Genesis 41:42. It's very important you write this down. Genesis 41 verse 42. Hiyo ukisoma utaona Firaoni anaongea na Yusufu baada ya kuelezea ndoto, ametundikwa mamlaka na huyu Firaoni akampatia pete yake yenye muhuri wake. Hapa utasikia mention ya muhuri, the seal. Pia ukisoma Esther 3 fungu la 12, kumbuka Esther au anaitwa Hadasa, ambaye alikuwa ni kazi ni ya Mordekai, walikuwa kazi na Mordekai, na Mordekai alikuwa anateswa na Haman kule kwa Wamedi na Waajemi. Huyu Esther mwenyewe imefika wakati ili naye pia aweze kuombea watu, kwa sababu kuna shida ambayo inatokezea, na hii shida inaletwa na Haman. Kwa hivyo kuwe na barua iandikwe, na hizo barua ilipoandikwa ikawekwa muhuri na ring ya mfalme inaitwa muhuri, ikawekwa Yesu alipozikwa, hiyo kaburi yake iliwekwa jiwe kubwa sana. Hiyo ni Mathayo 27 fungu la 66. Mathayo 27 fungu la 66 inasema ya kwamba na Pilato akaweka muhuri, he sealed the entrance of the temple. Hiyo inawekwa ni muhuri, inawekwa hiyo inawekwa imefunga. Na pia utaona muhuri nyingine katika Yohana 6 fungu la 27. Yohana 6 fungu la 27 ikizungumzia vile sisi tumewekwa muhuri kama watoto wa Mungu. Waefeso 1 fungu la 13 hadi 14. Waefeso 1 fungu la 13 hadi 14 na Waefeso 4 fungu la 30. Waefeso 1 fungu la 13 hadi 14 na Waefeso 4 fungu la 30 inazungumzia Roho Mtakatifu wa Mungu akiwa ni muhuri tuliopewa sisi. Ni muhuri ambao tumepewa, ambayo ni guarantee. Tumepewa huo muhuri ikiwa ni guarantee kwetu arabuni, kama deposit. Tumepewa kama ni deposit ya uzima wa milele. Utaipata hiyo neno pia katika Wakorintho wa pili 1 na fungu la 22. Wakorintho wa pili 1 fungu la 22 inasema tumepewa deposit ya uzima wa milele arabuni. Tumepewa, hiyo ni kumaanisha nini? Tutapata uzima wa milele ndio, lakini kwa sasa tumepewa guarantee, na hiyo sasa imewekwa muhuri. It is already sealed, imewekwa muhuri. Na pia utapata muhuri pia katika Ufunuo wa 20 fungu la 3, wakati shetani ataingizwa katika lile shimo halina mwisho, the bottomless pit, alipowekwa ikawekwa muhuri. Muhuri huu watu wengi tuna conclude tunasema ni Sabato. La, muhuri sio Sabato. Muhuri inaunganikana na Sabato. Unisikize vizuri. Sabato, wakati Mungu anapozungumzia kuhusu Sabato takatifu, Sabato ni ishara. Kitabu ni cha Kutoka 31 fungu la 13 hadi fungu la 18. Ni ishara. Mungu anasema naye akawapatia Sabato iwe ni ishara kati yake na watu wake. Sign ni tofauti na seal. Kwa hivyo sign ni ishara ambayo tumepewa kama Sabato. Utaisoma hiyo, nimekupatia Kutoka 31 fungu la 13 hadi 18, na pia Ezekieli 9
kusoma fungu la kwanza hadi la 7, na Ezekieli 20 fungu la 12 na fungu la 20. Hayo mafungu nimekupatia yanataja sabato kuwa ni ishara ya Mungu. Ishara ni nini? Ni ya nini amepeana ikiwa ni ishara? Ukikumbuka wana wa Israeli ili watoke kule Misri, waliambiwa waweke damu katika milango yao. Hiyo ni Kutoka 12. Mkila nyama weka damu hapa nje kwa mlango, damu. Hiyo itakuwa ni ishara ya kwamba malaika wa uharibifu atakapokuja kuharibu, akiona damu ataruka. When he sees the blood, he will pass over you. Haijalishi ni nani yako kwa nyumba, haijalishi kama ni Wayahudi, haijalishi kama ni wa Misri, haijalishi kama kuna mtu, kama kuna damu kwa mlango atapita, hakuna mtu atakufa. Kwa hivyo hata nyinyi majirani, kama mtatoka kwenu muingie hapa kwetu na tumeweka damu kwa mlango, malaika ataruka. Kwa nini? Ataona ishara. He will see the sign. Hiyo ndiyo sign ya kusema hapa tuko sawa. Lakini kama mko ndani, kama mko wa Israeli na mkatae kuweka damu, malaika ataingia na atawaadhibu kwa sababu mmekosa the sign. So si nani yako ndani, sign ndio inamaanisha. Ukisoma kitabu cha Yoshua 2, enda usome Yoshua 2 na Yoshua 6, itakuelezea kuhusu wale wapelelezi wawili waliotumwa na Yoshua. Waende kule Yeriko wakapeleleze, na wakafichwa na mama anaitwa Rahab ambaye alikuwa ni kahaba. Na huyu Rahabu walipoongea na wale wapelelezi, akapewa ishara aweke kamba nyekundu. Kamba nyekundu weke kwa dirisha. Hiyo kamba nyekundu itakuokoa tutakapokuja kuangamiza hii Yeriko. Na kuangamiza kwa Yeriko utaipata katika sura ya 7. Lakini sura ya 6 utaona vile wanazunguka. Lakini kwa Rahab aliokolewa. Rahabu kahaba aliokolewa, na wale watu walikuwa kwa nyumba yake, baba, mama, watoto na wengine majirani waliokolewa kwa sababu kuna kamba nyekundu. Ndio nasikia sijui ni kwaya mbio inaimbanga hiyo wimbo. Kamba nyekundu ilimuokoa Rahabu kahaba, ilimuokoa na kahaba. Kamba nyekundu ni ishara. It is a sign. Kwa harusi, wakati watu wamekuja harusi, hatukosi kujua bibi harusi ni nani. Wasichana ni wengi tu, lakini kuna mmoja ako na nguo tofauti. Is a sign. Sabato ya Mungu takatifu ni sign ya wale wamesikia wito wa Mungu na wamekubali kuitii sabato. Lakini kupumzika sabato takatifu ya Mungu, kuwa wa kanisa, haimaanishi umepata muhuri wa Mungu. Kwa sababu utapata wakati wa Yesu, walioua Yesu walikuwa wa sabato. Ni wa sabato. Hata kuna siku alitaka kuua yeye kanisani, alikuwa anasoma hiyo siku, ndiye alikuwa anasoma somo kuu, siku hubiri ndiye anasoma the text, kitabu cha Luka 4. Yesu akasimama pale na akafungua mahali imeandikwa hivi katika kitabu cha Isaya, na akasema Roho wa Bwana uko juu yangu. Ukisoma hiyo ni Luka 4 ukianza fungu la 18. Na ukisoma fungu la 16 inasema ya kwamba naye Yesu akaingia katika sinagogi siku ya sabato kama ilivyokuwa desturi yake. Fungu la 18 amesimama anasoma. Kusoma tu hajahubiri. Alipomaliza akaenda akakaa, wakamwangalia. Wakaona huyu vile amesoma, hii ni tofauti na vile wengine wanasomanga. Na wakaanza kuuliza maswali. Alafu akasikia vile anajibu, wakaamua kumuua. Biblia inasema they wanted to throw him on a cliff, wamwangushe kichwa chini, lakini akaponyoka akaenda. Sabato iliyofuata hakuja hii kanisa, alienda Kapernaumu. Hiyo ni Luka 4 fungu la 31. Hata wewe ukiona wanataka kukuua, toka, enda uende kanisa ingine. Tusikuue bure kama wakati haujafika. Sasa hawa walikuwa ni wasabato. Wasabato, hata wakati Yesu anakufa msalabani, wanasema vuja miguu haraka sabato isipate mili kwa mti. Ninajua nikisema hivyo utasema, kumbe wasabato ni wauaji, kumbe wauaji hawa, matuambia sabato wauaji. Elewa kuna mambo mawili tofauti. Kuna sabato inaitwa takatifu ya Mungu, na kuna watu ambao wamesikia sabato. Kwa hivyo hawa walisikia sabato wakajiunga, lakini hawakubadilika. Kuja kanisa siku ya sabato hakumaanishi unaenda mbinguni. Kujua sabato haimaanishi wewe uko sawa. Hata unaweza kuwa kwa kwaya na wewe uimbi vile mwalimu anataka. Unaambiwa imba hivi bass,
Unaimba wewe ni nini unaimba hapa? Mwalimu uko kwa kwaya lakini hautoi sauti ile mwalimu anataka. Na utapelekwa kando wewe uende wewe Ezekiel, hebu mkundi chukua hii mtu fundisha bass. Maana bass ile unatoa ni kama chura inagoroma hapa na hatutaki. Unaimba kama Mkenya. Anyways, sasa kukaa kanisani hakukubadilishi. No, it does not change you. It doesn't. Unajua ni kama kusema utakuwa unakaa mahali wewe unapaki gari yako, utakuwa unakaa hapa miezi 6 kuliko kupaki gari. Wewe ndio unajipaka hapa unasemama miezi 6 ati ubadilike uwe gari. Utashangaa hautabadilika. Kujua Sabato, kupumzika Sabato, kama Yesu hajapata nafasi kwa roho yako, wewe bado uko na shida zako. Sio Sabato iko na shida, ni wewe uliye na shida. Mnanielewa? Kwa sababu hata hao walipomuua Yesu na ni wa Sabato, walipomuua Yesu hakubadilisha Sabato yake. Hata Paulo aliendelea kupumzika Sabato, na Sabato itakuwa, kwa sababu Sabato haina makosa. Ni wale ambao wameingia wameishika ndio wako na shida. Kwa hivyo jambo la kwanza, Sabato ni ishara ya Mungu. Lakini ukisoma Isaya 8 fungu la 16 anasema, ebu tia ushuhuda, weka muhuri katika sheria zangu. Weka muhuri, seal the law. Hii muhuri utaipata katika sheria na utaipata kwa amri moja. Ningetaka tuweze kuangalia, ukiangalia zile amri zote 10, amri ya 4 ndiyo ina hiyo mambo matatu yanayopatikana katika muhuri. Mambo matatu yanayopatikana katika muhuri ni jina la mwenye muhuri, ni ofisi ya mwenye muhuri, ni eneo ya mwenye muhuri. The name, the office and the territory. Kwa hivyo kama ninakuwekea muhuri katika barua nimeandika ili ijulikane imetoka kwangu, utaona ya kwamba Munene Mwangi, pastor wa Temple of Praise. Kwa hivyo mambo matatu, jina, ofisi yake ni pastor wa kanisa hili. Kama ni kanisa hili, Pastor Masunya yeye mwenyewe ni mchungaji wa kanisa hili. Kama ni rais, utasikia kwamba huyu rais wetu Suluhu na yeye ni rais wa Tanzania. Kama ukienda Kenya unataka barua ya rais wetu, utaona imeandikwa William Kipchirchir Arap Ruto, yeye ni president wa nchi ya Kenya. Mambo matatu. Amri ya Mungu ya 4 peke yake ndiyo iko na hayo mambo matatu, ya kwamba Mungu wa mbinguni aliumba, kazi yake ni uumbaji, mbingu na nchi na maji na vyote vilivyomo. Ndio unaona sasa Sabato ina uhusiano na muhuri. Lakini huu muhuri unapokuja kuwekwa, muhuri umesimamia mambo mawili. Muhuri unasimamia ile, unaona ule unaitwa muhuri. Ukienda kwa ofisi unaweza ambia mtu, hebu nipatie hiyo muhuri, akupatie kifaa. Hicho kifaa ni muhuri, lakini pia kikigonga hivi kinaacha mark. Hiyo mark imebaki, ndio muhuri Mungu anaweka watu wa Mungu. Wakati malaika anakuja anasema, msidhuru nchi wala bahari hadi tutakapokwisha kuweka watu wa Mungu muhuri. Kwa hivyo anawakuta watu wa Mungu wamejua amri za Mungu, lakini kuna kitu anaweka ndani yake. Ni nini anaweka ndani yake? Anaandika jina la Baba na sheria zake katika mawazo yake. The name, jina ya Mungu ikiwekwa hivyo tu, uko sawa. In other words, kila kitu kimetayarishwa. Ni kama mizigo inaenda, ni mizigo inaenda, kwa hivyo inakuja, inaonekana hii iko sawa, muhuri, weka ndani. Nyingine inakuja, weka hii barua, imepigwa muhuri. Wewe hujapiga hii muhuri, hebu lete. Hapana, iko na shida, weka hapa kado. Huyu hii haijatosheka, hii lete, hii iko sawa. Hivyo ndivyo malaika anafanya. Malaika anaangalia roho yako. Ni sawa unakuja kanisa, unatoa zaka na sadaka, unahubiri, unaimba, ni sawa. Lakini ndani kuna dhiki na shida nyingi. Chuki, maovu yamejaa. Ile tumehubiriwa hapa na mwalimu wetu wa maisha ya jamii, akituambia roho safi. Heri walio na roho safi. Hiyo roho safi anaangalia, anasema huyu ako tayari, huyu ako tayari, weka muhuri, jina la Mungu linawekwa ndani. Huyu ako tayari, weka, Hata kuna wengine waliwekwa muhuri ambao hawakupumzika Sabato, kama mwizi pale msalabani. Maana si kuja kanisani kuna badilisha wewe. Ndio umekuja kanisa, lakini bado uko na shida.
Na sijui kama ninaeleweka. Hebu nitoe mfano mwingine haraka haraka. Ukisoma kitabu cha Marko, utapata Yesu alienda mahali kunaitwa Bethsaida. Alipoenda Bethsaida akakutana na watu wengine, watu fulani wamemleta kipofu kwake, na akapewa huyo kipofu, akaambiwa amuponye. Yesu akamshika mkono, wakatoka nje ya kijiji. Yesu mwenyewe akamtemea mate kwa uso. Kipofu akafungua macho, akafurahi. Yesu akamuuliza, unaona? Akasema, ninaona. Unaona kama naona nini? Ninaona watu kama miti inatembea. Yesu akajua we have a problem. Kuna watu tuko kanisani, ni kweli tumeshikwa na Yesu, hata tumetemewa mata na Yesu, lakini bado tunaona vitu tofauti. Na ndio unaona wanaleta fujo kanisani. Au hujasikia watu kanisani wanapigana? Hujasikia hata conferences zikipasuka tukiangalia hivi? Hujaona watu wamekuja kanisani kuabudu wanafunga milango ya kanisa? Hujaona hiyo? Au ni mimi tu ninaishi hii dunia peke yangu? Hamujaona? Haujaona watu hata kula mnafanya, hata kwa division mnaingiliana? Tunaona sisi washiriki wa kumba wale tuko chini, tunajua kimeumana mlima. Kuna mtu ameguza mlima, kuna mtu ameguza mlima. Unaona, hata kwa division, hata kwa general conference, usijidanganye ati kwa sababu wewe umekuja kanisani uko sawa to go. No, kuna kazi nyingine inaendelea kufanyika ndani yako, na hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ndio anasema Waefeso 1:13, msihuzunishe Roho wa kweli ambaye mliwekwa muhuri naye hadi siku ya ukombozi. Bwana asifiwe. Wale watakaoingia mbinguni ni wale wamewekwa huo muhuri wa Mungu. Na huo muhuri huwezi ukaupata kama hujapumzika Sabato ya Bwana, hujajua sheria za Mungu, maana Mungu ameuficha hapo ndani, imefichwa. Ndiyo, Sabato ni ishara, lakini na uhusiano na muhuri ambao ni the seal of God. Sasa wale watakaowekwa hiyo muhuri, Biblia inasema katika fungu lile la 14, sura ya 14, kitabu ni cha Ufunuo 14, kisha nikaona natazama huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika kipaji cha uso zao. Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi kuu, na hiyo sauti niliyosikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinumbi wakivipiga vinumbi vyao. Ukisoma pia sura ya 15 inasema fungu la kwanza, kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu, malaika 7 wenye mapigo 7 ya mwisho, maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia. Tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama na sanamu yake na kwa hesabu ya jina lake walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo yenye vinumbi ya Mungu, nao waimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo. Wameshinda na kweli wao wamewekwa muhuri. Ukisoma Ufunuo 7 fungu la 9, watu wengi kutoka kila kabila, kila lugha na jamaa pia wamesimama mbele ya kiti cha enzi. Mungu ako in the business ya kuweka watu wake muhuri. Anaweka watu muhuri, anaweka watu muhuri, na huu muhuri unawekwa ndani ni wa kiroho. Unawekwa jina la Baba, they have the name of the Father, sababu wamekubali neno la Mungu. Na ombi langu ni kwamba Bwana atusaidie tuwekwe muhuri kila mmoja, kwa sababu itakuwa ndiyo ishara moja ya kufunga mlango wa rehema. Na nawauliza muweze kusimama tuweze kuomba pamoja. Tusimame ili tupate maombi pamoja. Siku hizi tunajua hakika Bwana ana watu wake. Hebu nione ni wangapi ambao wangeomba wabatizwe hivi karibuni. Mungu nisaidie kwa kujua huo muhuri na kuuliza uje hapa mbele tuombe na wewe. Kama wewe ni kati ya wale wanaendelea kuomba ya kwamba nisaidie Bwana, nikukubali, nipewe nipate ubatizo, njoo mbele tuombe na wewe. Njoo tuombe. Njoo tuombe. Njoo tuombe pamoja. Njoo ili tuombe. Kama uko hapa siku yako ya kwanza
umesikia kuhusu muhuri wa Mungu na ungetaka hata na wewe upokee huo muhuri wa Mungu, njoo. Ni wa kiroho, si mimi naweka muhuri, hakuna mtu anaweka watu muhuri, ni Mungu anatuweka sote muhuri. Kama ni ombi lako pia njoo. Asante sana Mungu. Bwana akubariki ndugu, Bwana akubariki sana. Thank you very much. Nani mwingine? Njoo tu. Asante dada, Bwana akubariki. We are just about to pray in few seconds. Sitakusukuma, sipendi kusukuma sana, sababu kama umeamua tayari. Kwa hivyo nakupatia only 10 seconds, nakupatia sekunde 10, maana kama umeamua. Kwa hivyo njoo tu sekunde 10 ili tuweze kuomba. Asante sana, Bwana akubariki. Njoo tu, usingoje nikusukume mpaka usikie uchungu wa kuja. I would like you to just come ili tuombe pamoja. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Nani mwingine amebaki? Yaweza kuwa uko hapa na unasikia una mzigo wa dhambi maishani mwako na ungependa ulete mzigo huo kwa Yesu. Pia wacha tukuongezee dakika moja, kwa sababu sio vizuri uende na mzigo nyumbani. Hakuna haja upeleke mzigo nyumbani wakati kuna mahali ya kuuleta. Njoo. Nani mwingine angetaka kuja kujiunga nasi? Asante sana. Njoo. Leta mzigo wako kwa Yesu. Asante sana ndugu, Bwana akubariki. Asante dada, Bwana akubariki sana. Najua mzigo iko, I know iko. Hata unasikia mzigo wa kuja mbele, lakini njoo tu. Njoo. Leta mzigo wako kwa Yesu. Kama hauwezi, ambia yule mmekana hapo akulete tu, atakusaidia. Asante sana. Thank you very much my sister. Thank you very much. Kama uko hapa kweli na unasikia hakika, kwa nini hausibatizwe? Kwa nini? Unangoja nini? Njoo. Asante sana. Asante my sister. Njoo tu. Kumbe hata kuna mwingine nasikia bado kuna mwingine amebaki. Sitaki nikufungie. Sijui ni nani, sijui naongea na nani, lakini naona kana kwamba umebaki na si vyema. Hujui ya kesho. Haujui ya kesho kabisa. Na kwa sababu ni leo peke yake uko nayo, jana ilipita, kesho si lazima. Saa hii njoo. Nani mwingine amebaki anasema acha nije? Mtakatifu na Mungu wetu uishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa neno lako takatifu. Asante kwa kutukumbusha kuhusu ishara yako, sabato yako takatifu. Na zaidi ya yote ukatuelezea kuwa muhuri, neno lako takatifu, jina lako unataka uliandike kwetu. Na kweli wale walionekana umeweka jina lako kwao, umeandika. Tungeomba uandike kwa tuwe na tabia yako, tuelewe vizuri kuhusu wewe. Bwana tusaidie kukufahamu na kujua zaidi. Saidia wale ambao wamekuja hapa mbele wasijibu maombi yao. Unajua ni kwa nini wamekuja. Bwana unawafahamu, unatufahamu. Tuna dhambi na makosa. Wengine ni mizigo mizito ambao Bwana imewalemea. Naomba ukawasaidie. Naomba ya kwamba ukatusaidie sote. Hata wale hatukutokea wakati mwingine Bwana tunakuwa wanyonge, tuna nguvu, ni wadhaifu, lakini naomba nguvu zitokazo kwako. Tumekuja kwako Bwana utulishe, tunajaa. Tunaomba kwamba utumalizie kiu, kwa sababu kweli tuna kiu. Tunyweshe Bwana neno lako. Na majina yetu yadumisha katika kitabu cha uzima. Tusamehe dhambi na makosa yetu. Wako hapa hata na wale walio mbali. Kawabariki wote. Na la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu tumeomba na kuamini. Amina. Amen. Asante sana. Bwana aweze kuwabariki. Asante sana. Wale tuko hapa tusimame tu, tutaweza kuelekeza.